Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moja katika aya zinazopatikana katika kitabu kitakatifu cha Qur'an inasema, tumeiteremsha maji kutoka mbinguni tukatia baraka, yaani waanzalna minas samai ma'an mubaraka. Moja kati ya falsafa za wanasurvey ama wanahistoria pamoja na wanasayansi na wale wavumbuzi wanakwambia asilimia 71 ya ulimwengu huu umezungukwa na maji, ni asilimia 29 peke yake ndio nchi kavu. Tuliopo hapa ni maji yanayoteremka kutoka katika mto katika milima ya Uluguru. Milima ile imetengeneza momonyoko, mtiririko wa maji haya, maji ambayo kwanza hayana utofauti kama maji yanayopatikana katika friji. Yaani maji haya ni baridi sana, lakini vile vile maji haya ni matamu kwa ajili ya kunwa na pengine kufanyia shughuli zingine. Lakini pia tumepata fursa katika eneo hili la kuzuru katika tukiwa tuko ziara yetu kuzuru eneo hili la Mto Mawe Zoo and Garden, na niko na ndugu yangu hapa Tariq, ni mmoja katika watoa huduma kwa ajili ya watalii. Amekaa hapa kwa muda, wacha tumsikie atuambie moja katika vitu ambavyo ni vivutio vikubwa vya hoteli hii ya Mto Mawe ni mtiririko huu wa maji yanayotoka mlimani. Tariq, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pengine ndugu yangu tu, unaitwa Tariq nani? Wewe ni mkazi wa eneo la Morogoro? Ya, mimi ni mkazi wa eneo la Morogoro. Before kuwa Tariq, mimi nilikuwa Mkristo. Na kikubwa zaidi, nashukuru Mungu, sheikh wangu pale alivyotembelea siku ya kwanza hapa, nilimwambia kutoka ndani ya moyo wangu nahitaji kuslim. Akaniambia uko tayari? Niko tayari. Na nikaslim, akanislimisha, nikawa naitwa Tariq. Yes. Pengine ndugu yangu Tariq, ni ukubwa unaoonyesha ufalme wake Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwemo majabali haya pamoja na mtiriziko wa maji haya yanayotoka mlimani, ndio kilichokuvutia kwa Muislamu? Ya kabisa, niliona ni vyema kujua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yupo. Unajua, unavyoona uumbaji wa Mwenyezi Mungu, maji yanatiririka kutoka milimani, majabari kama haya makubwa hivi, utakuwa na akili timamu kweli kujua kwamba Mwenyezi Mungu hayupo. Nilivyoona hivyo vitu nikaona hapana, nikaamua mwenyewe kwa mapenzi yangu kukubali Mwenyezi Mungu yupo, na ndio maana nikaingia kwenye dini thabiti, dini ambayo nahitaji sana ndani ya moyo wangu, dini ya Kiislamu, na nikaamua mwenyewe bila kusukumwa wala kulazimishwa na mtu yeyote kuslimu. Pengine umekuwa mhudumu hapa kuanzia mwaka gani? Hoteli hii ya Mto Mawe eneo hili la Morogoro ilifunguliwa lini? Hoteli hii ya Mto Mawe ilifunguliwa rasmi 2017. Ilikuwa inaitwa Mto Mawe and Garden. Baadaye akaongeza wanyama ikaitwa Mto Mawe Zoo Garden and na accommodation pia tunazo, tuna rooms, tuna vyakula pia vinapatikana hapa, kuna michezo ya watoto. So almost sasa hivi na miaka 7 tangu ifunguliwe. Yes. Pengine katika miaka hii 7 yako watalii pengine ni nani na nani ambao pengine wana hadhi washawahi kufika, tukiondoa rais wa taasisi ya Al-Hikma Sharif Abdul Qadir, pengine mshamu host nani mwingine? Okay, wanakuja watalii tofauti, lakini mashallah tangu aje mufti hapa naona baraka nyingi zinafunguka kwetu. Yaani naona mimi mwenyewe hata kazi naifurahia tofauti na mwanzo. Naona nafungua sana moyo kufanya kazi na naenjoy sana kuona ndugu zangu kama hivi leo mmekuja, na sijui hata niseme nini, nafurahi sana. Kivutio moja katika vivutio vinavyopatikana ni mto ama mlima ule wa Uluguru, lakini maji haya yanayotoka milimani wenyewe wanasema ni waterfall. Pengine tu maji haya ni kiwango ni hiki ama tunakiona, ama maji huwa yanajaa pengine? Inategemea na kipindi. Kwa muda kama huu maji huwa yanakuwa machache kama tunavyoyaona, lakini kipindi cha mvua maji yanakuwa mengi sana. Haya mawe yote tunayoyaona yanafunikwa sana na maji. Kwa hiyo tunazuiaga pia watalii wanavyokuja, tunawaambia tuishie pale juu, ni hatari sana kushuka chini maji kwa sababu ni mengi. Yeah. Kuna muda washaikauka kabisa ya maji? Hapana. Kukauka kabisa sijawahi ona. Tangu nianze kazi hapa sijawahi kuona kikauka. Yanakuaga kidogo kidogo hivyo. Yanapungua kidogo sana, sio kukauka kabisa yote. Yeah. Pengine kuna hatari zozote ama kuna changamoto zozote ushawahi kukumbana nazo ukiwa katika kazi yako hii ya tour guide? Hatari zinatokea
unakutana na wageni wana watoto wadogo, then unajaribu kuwa treat, lakini watoto ni wengi. Ukiwajaribu kusaidizana na wazazi, huwa watoto sometimes wanateleza, wanaumia, lakini sio kuumia hivyo sana, ni kidogo, lakini tunawatreat vizuri watoto, wanaondokaga salama inshallah. Kwani pengine ukisema hivyo, hii inamaanisha kuwa mtu anaingia katika kivutio hiki analipa? Yes, kuna entrance ambayo inalipiwa hapa. Wakubwa, kwa upande wa wakubwa wanatoa shilingi 5,000 mlangoni, na upande wa watoto wanatoa 3,000. Yeah. Pengine kumalizia tu, unawaambia nini watazamaji wanaokutazama kwa sasa kupitia Al-Hajar TV kutoka Mombasa? Sisi tumefunga safari kutoka Mombasa huwa tunaambiwa tu Morogoro kuna waterfalls, kuna maji yenye hadhi ya barafu kwa sababu hata ukiangalia sasa hii jua ni takriban saa 8, jua limepinduka kidogo tu, lakini mtazamaji, nimeweka mguu nje. Hii ni ishara kuwa haya maji ni baridi sana. Lipi ambalo unawaambia watu wajivunie zaidi kuja huku? Kikubwa mimi nawaomba na wakaribisha sana, karibuni Mtomawe, karibuni Morogoro. Mtakuja kujionea vingi zaidi. Kuna uumbaji wa Mwenyezi Mungu mkubwa zaidi, ukiuona mwenyewe utasema mashallah. Nawakaribisha sana Mtomawe, karibuni sana. Asante sana ndugu yangu Tariq, mimi nikupe hongera kwanza kwa kuamua kuona ufalme wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ukubwa wake, nguvu zake za kuumba majabali. Moja katika vitu ambavyo Allah anasifika nazo kuwa ana nguvu katika uumbaji wake. Lakini haya maji mtazamaji, nawe pia pata muonjo ya maji safi yanayochirizika kutoka katika mlima wa Uluguru. Maji baridi, hayahitaji, wenyewe wanasema nakata kiu kwa rahisi zaidi. Jua ni kali, lakini sisi tupo hapa. Njoo Mtomawe, eneo la Morogoro, ili uenjoy vivutio vya kitalii, mojawapo ikiwa ni waterfall hizi zinazopatikana katika eneo la Mtomawe. Mimi ni presenter 001, endelea kuwa nasi ili kuzidi kuenjoy. Wenyewe wanasema endelea kutazama Al-Hajar TV kutoka katika mto huu, ama katika mtiririko huu wa maji yanayotoka katika milima ya Uluguru. Endelea kutazama Al-Hajar TV kutoka mjini Morogoro, mji kasoro bahari, lakini haya ni maji yaliyo na utamu wa kipekee zaidi. Al-Hajar TV, mwangaza kwa umma.